Niko hapa Mwanagati namtumikia Mungu. Mwanzo wake Pasaka ilifanyika wakati wana wa Israeli wanatoka Misri. Pasaka ilifanyika wakati ule, na pia Pasaka tulionayo sasa ya kumbukumbu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Pasaka ni ukombozi wa mwanadamu kwa ajili ya dhambi alizozitenda. Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya ukombozi. Lakini kwa nini Pasaka sasa hivi imekuwa sikukuu ya kawaida kama Sabasaba, kama Jamhuri? Sababu kubwa ni sisi wenyewe, kwa sababu mara nyingi hata wazazi ile sikukuu hawaizingatii sana, na zaidi sana wanatuma watoto waende makanisani. Watoto wanaenda peke yao, saa zingine wanaishia njiani. Baba yeye haendi kwa ajili ya shughuli nyingi, anasema kwamba ana shughuli, au mama ana kazi nyingi. Kwa hiyo wao wanakimbizana, wanatuma watoto. Kwa hiyo mtoto usipomfundisha wewe kama mzazi kujua maana ya Pasaka ni nini, yule mtoto hawezi kufanya vizuri. Wewe umeiona Pasaka ni kitu cha kawaida, na yule mtoto ataidharau, hata kama ataenda hatatilia maanani kama ambavyo inatakiwa. Lakini yatupasa sisi kama wazazi, kama Wakristo ambao Yesu Kristo kweli alikuja kutukomboa kwa ajili ya dhambi zetu. Hebu angalia ni jinsi gani Yesu Kristo alipigwa, aliaibishwa, akaumizwa mpaka anafikia hatua ya kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Hebu tafakari wewe, alafu wewe unamchukulia poa ule wokovu tuliopewa, unachukulia poa. Lakini ni vitu vingi sana ambavyo vinatufanya sisi pia wokovu wetu udharauliwe. Kwa nini? Mara nyingi tumejichanganya. Unakuta Mkristo anaenda kuoa katika jamii nyingine ya wasioamini, alafu akifika huko yeye anakuwa tu kama mtu wa mataifa ambaye hamjui Mungu. Pia tunaona kwamba watoto wanaozaliwa katika yale mazingira wanakuwa yani ni kama ni wetu tu wa mataifa. Kwa hiyo sisi wenyewe ambao tulikuwa tumempokea Yesu na kudharau ule wokovu, tumedharau ile nguvu ya msalaba, tumedharau ile nguvu ya wokovu wetu. Yesu Kristo alitufia msalabani. Neno lako ni nini sasa? Wakristo duniani tunaelekea kwenye Pasaka sasa, ujibu wako ni nini? Ujumbe wangu kwenye Pasaka hii, kila mmoja amrejee Mungu. Ninapoongea kila mmoja amrejee Mungu, sio Mkristo tu. Hizi ni nyakati za mwisho, hizi ni nyakati za kujipeleleza. Uwe mtu wa namna gani? Ninajua ya kwamba sisi Tanzania tunaishi na makabila mengi. Iwapo unanisikia, unasikia sauti yangu au unaniona, ninakuomba umrejee Mungu. Rudi kwa Yesu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninajua tangu asili mwanadamu hakuwa mwenye dhambi, ila sisi tulimwacha Mungu. Mungu hajatuacha sisi, na kamwe katika mambo yote Mungu hana asili ya kumwacha mwanadamu, wala hana mpango wa kumwacha mwanadamu, bali mwanadamu